Afrika inashuhudia hatua zisizokuwa za kawaida, hatua za kuhama kutoka katika mataifa ya magharibi na kukataa unyonyaji wa mataifa ya magharibi. Afrika inatoka katika minyororo ya utumwa na ukoloni. Katikati ya mapinduzi haya anasimama rais wa Botswana, Duma Gideon Boko, kiongozi mwenye maono ambaye vitendo vyake vinatuma ujumbe kwa watu wa mataifa ya magharibi. Miezi michache tu katika uongozi wake, Boko ametokea kama nguzo ya tumaini, akipata ushawishi mkubwa sana kutokea katika taifa la Burkina Faso. Kiongozi wa mapinduzi Captain Ibrahim Traore. Kwa pamoja, viongozi hawa wawili wasioogopa wala kutishwa na chochote wanaandika historia mpya ya uongozi unavyotakiwa kuwa Afrika. Kukataa kutawaliwa na watu kutoka magharibi na kutangaza utajiri wa rasilimali za mataifa yao kwa ajili ya faida ya raia wao. Misimamo ya Boko ni misimamo isiyowafurahisha hakika manyang'au na mabeberu, kama vile ambavyo mapinduzi anayoyafanya Captain Ibrahim Traore. Hili ndilo linalowafanya wawe ni mfano wa kuigwa kwa kizazi cha Waafrika kwa kuwanyima usingizi mabeberu. Na hii ndiyo habari kamili ya rais wa Botswana Bwana Boko, ambayo habari hii ameenda kuungana na Captain Ibrahim Traore katika maono alionayo. Katika umri wa miaka 55, Rais Duma Gideon Boko aliyeingia madarakani mwaka 2024 mwezi wa 10, mwanasheria lakini pia vile kiongozi wa upinzani mstaafu. Boko aliingia ofisini akiwa na mamlaka ya kuweza kuibadilisha Botswana, kubadilisha kwenye swala la uchumi, lakini pia kuileta Botswana katika utu na ubinadamu. Uraisi wake umetuma mawimbi kutoka Gaborone mpaka uko kwenye mataifa ya magharibi. Hakuna biashara ya makinikia katika taifa la Botswana bila kufanyiwa kuchakatwa na kugeuza kuwa madini. Sera hii ya kijasiri alitangaza mwaka 2025 mwanzoni. Alitangaza kuwa almasi ya Botswana, ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Botswana, lazima ichakatwe ndani ya taifa la Botswana, na kopa pia ifanyiwe mchakato huo kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Botswana, nchi inayoongoza kwa usafirishaji wa madini ya almasi Afrika na nchi ya 6 kwa ulimwengu, inazalisha karibu 20% ya almasi yote duniani. Kwa makisio ni kama bilioni $4 za Kimarekani kila mwaka. Kwa kuchakata haya madini ndani ya taifa la Botswana, Boko anakusudia kushika uchumi kamili, kutengeneza ajira maelfu kwa raia wa Botswana na kuondoa akili ya kikoloni ya kusafirisha haya malighafi nje ya Afrika, wakati wao wanasafirisha umasikini kuleta Afrika. Hakuna makinikia yatakayoondoka katika taifa hili kama malighafi. Kila kitu kitachakatwa hapa. Hakuna kopa itakayoondoka hapa mpaka imepigiwa kodi, na kodi ya kueleweka lazima ilipwe. Aliongea kwa ujasiri katika hotuba aliyoitoa huko Gaborone, akiweka viwango vipya kwa ajili ya taifa la Botswana. Ujasiri wa Boko unaotokana na Captain Ibrahim Traore siyo wasiri tena. Mara kadhaa katika umma wa watu na umati mkubwa amekuwa akimkubali Ibrahim Traore kama mfano wa kuigwa, mfano wa ujasiri, akitolea mifano ya Captain Ibrahim Traore kuzuia migodi hii ya dhahabu na kuiweka kuwa ni miradi ya taifa. Na hilo akalichukulia kama litakuwa ni mageuzi kwa taifa la Botswana kuangalia mifano kutoka kwa Captain Ibrahim Traore. Na amekuwa akisema Captain Ibrahim Traore ametuonyesha ni namna gani Afrika inaweza kujisimamia yenyewe na tunaweza kuilinda hatima yetu wenyewe. Boko aliyaongea hayo mwezi wa pili mwaka 2025. Kumkubali huku Captain Ibrahim Traore kumegeuka kuwekwa katika vitendo. Kama ambavyo Boko anatangaza kuwa Captain Ibrahim Traore siku za karibuni hivi atatembelea taifa la Botswana.
kitendo ambacho kimewafariji sana watu wa bara la Afrika. Hii habari aliposti katika mtandao wake wa X, zamani Twitter, akionyesha kuwa kutembelewa huku na Captain Ibrahim Traore kunaweza kukapelekea kuweka ushirikiano wa ulinzi, hasa katika kulinda rasilimali zetu. Ushirika kati ya Traore na Boko unaonyesha zama mpya za ushirikiano ama zama mpya za umoja wa Afrika. Boko hajaishia tu kwenye swala la madini, lakini ni zaidi ya hicho, kwa sababu miezi michache iliyopita amefanya mradi mwingine ambao mradi huu utawanufaisha raia wa Botswana, watu 2.4 milioni. Kuanzisha kwake kwa ujenzi wa nyumba za taifa, atajenga nyumba 100,000 ambazo zitakuwa na gharama ya chini sana mpaka ifikapo mwaka 2030. Akilenga kuwapa makazi watu ambao hawana makazi kwa muda mrefu sana. Mradi huu ameuanzisha kwa kuvutiwa sana na mradi ambao Ibrahim Traore ameufanya katika taifa la Burkina Faso, na watu 50,000 tayari wameshapewa makazi. Lakini Boko pia akataka mchakato wa kuchakata almasi ufanyiwe huko huko Botswana, Gaborone, na hivyo kuwatengenezea raia wa Botswana ajira 10,000, jambo litakalofanya Botswana ipande juu sana kiuchumi, huku akijiandaa kuleta mafunzo kwa vijana ambao watakuwa wanashughulika na kukata haya madini ya almasi na kuyapeleka katika soko la dunia, akilenga kunufaisha viwanda vya ndani kuliko kuwanufaisha makampuni kutoka nje ya Botswana. Uhuru wa nishati ni lengo lingine jipya kwa Bwana Boko. Uongozi wake unataka kuweka umeme wa sola utakaozalisha megawati 200, mradi utakaowekwa katika ukanda wa Kalahari, huku akilenga utegemezi wa nchi yake ya Botswana kununua umeme kutokea katika taifa la Afrika Kusini. Mradi huu unafadhiliwa na mikopo kutoka China. Wachina ambao ni washirika wazuri sana wa Ibrahim Traore, na sio kupokea fedha kutoka upande wa magharibi, masharti kibao na kuingiliwa mpaka maamuzi ya ndani. Lakini pia Boko amefungua au amezindua mpango wa kilimo cha kisasa, akigawa mifumo ya umwagiliaji inayotumia sola katika vijiji vidogo vidogo, na huku akianzisha vituo kama 10 hivi vya chakula kwa ajili ya kufanya mchakato wa usafirishaji wa chakula uwe ni wa kueleweka. Mpango huu unarejelea mpango wa Captain Ibrahim Traore katika swala la kilimo, ukilenga uhuru wa chakula lakini na uhuru pia vile vile wa kiuchumi. Lakini Boko pia ni mtu anayepambana sana na rushwa. Amepiga chini maafisa 60 wanaohusika na swala la madini, hususani kwenye madini haya ya almasi. Na alipoteua maafisa wapya akawaambia, hebu waelimisheni watu kama nyinyi mlivyoelimika, kwa sababu kama uchumi haukui, hiyo inamaanisha kuwa taarifa hizi za kijasusi kutoka ndani ya taifa la Botswana haziko sawa, ni mbaya, kwa sababu taifa hili halihitaji tena kuendelea katika madeni. Hakuna namna na hilo, yani hamwezi mkanipa sababu yoyote kwa nini taifa la Botswana liendelee kuwa na madeni au liendelee na mikopo. Kama Captain Ibrahim Traore anataka kufutilia mbali deni la taifa, lakini pia watu wazembe, maafisa wazembe, kuwafungulia mahakama mafisadi kama alivyofanya Captain Ibrahim Traore. Katika mojawapo ya mifano ni pale ambapo alimfanyia mfano huyu waziri wa biashara aliyekuwa amechelewesha mchakato huo kwa ajili ya kuprocess madini haya ya almasi ndani ya taifa la Botswana. Akamwambia, kama hauwezi kwenda na kasi ya maendeleo tunayoyataka, ni vyema ukajiuzuru mwenyewe. Hii ni aina nyingine ya uongozi inayoonyesha viashiria vya Botswana kuinuka haraka sana kiuchumi. Mageuzi haya ya Botswana yanakuwa ni kama yale ya Captain Ibrahim Traore, kijana mwenye miaka 37 tu, ambaye amekuwa ni icon ya Afrika tangu alipochukua madaraka mwaka 2022 kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi.
Kuingia kwa Traore ni matokeo ya kushindwa kwa aliyekuwa mtangulizi wake Henry Paul Sandaogo Damiba. Alishindwa kupambana na makundi ya kigaidi yanayoisumbua Burkina Faso, lakini pia alishindwa kukwamua uchumi wa taifa uliokwama. Mwanajiolojia na Kapteni Ibrahim Traore, huyu amekuwa na misimamo mikali kama Thomas Isidore Noel Sankara. Ni icon wa Burkina Faso ambaye ni kiongozi wa mapinduzi, akitangaza vita kinyume na rushwa, unyonyaji kutoka nchi za magharibi na kukosekana kwa haki za Waafrika. Maono yake kuhusu uhuru na kujitegemea kwa taifa la Burkina Faso yamewavutia sana viongozi kama Boko, anayemuona Ibrahim Traore kama alama ya mageuzi na mapinduzi, lakini kupinga pia ukoloni mamboleo. Ujasiri wa Kapteni Ibrahim Traore ni kuwa amebinafsisha migodi yote na kuiweka kuwa mali ya serikali, hususan sekta ya madini ya dhahabu, ambayo mapato 80% ya Burkina Faso inatokana na dhahabu hiyo. Burkina Faso, taifa ambalo ni la 13 kwa uzalishaji wa dhahabu, huwa inazalisha tani 100 kila mwaka, ambayo kikadiria ni dola za Kimarekani bilioni 6. Kwa miongo kadhaa, makampuni ya nje hususani ya Canada, Australia na Ufaransa ndio waliokuwa wanufaika wakubwa sana, wakiacha jamii za Burkina Faso katika umasikini wa hatari. Mwezi wa 8 mwaka 2024, serikali ya Ibrahim Traore iliweza kurasimisha migodi miwili ambayo ilikuwa ni muhimu sana, inayogharimu dola za Kimarekani milioni 80. Mwaka 2023, Burkina Faso ndio wakafungua kwa mara ya kwanza kiwanda cha kuchakata dhahabu huko Wagadugu, chenye uwezo wa kuzalisha tani 150 kila mwaka. Kilijengwa na wawekezaji kutokea China, huku kikiajiri waajiriwa wa moja kwa moja 100 na kikiwasapoti vibarua kama 5,000. Kikapandisha mapato ya taifa na kupunguza utegemezi kwa kusafirisha makinikia. Traore anafanya reformation katika sekta ya kilimo, lakini na maendeleo pia vile vile. Uongozi wake ulitoa matrekta 400, pikipiki 714, water pump 710, pawatila 239 akawapa wakulima, akilenga kuondoa shida ya chakula ifikapo mwaka 2030. Kwa kufungua tena kiwanda cha nguo kinachojulikana kama Fasofani Textile, kikawezesha soko la uhakika kwa wakulima wa pamba uko Bobo Dioulasso na Ouagadougou, na kimetengeneza ajira maelfu kwa raia wa Burkina Faso. Miundombinu katika taifa la Burkina Faso, hii ikijumlisha pia na Dawson Airport, imeongeza kiwango cha wasafiri ambao ni kama milioni 1 makadirio ya chini kwa mwaka. Kiwanda pia cha simenti huko Layongo kikizalisha tani 2,000 kila siku. Mpango huu ambao haujawa funded na mataifa ya magharibi, ila mataifa ya mashariki kama vile China na Urusi, yanaonyesha Ibrahim Traore amejikomiti vipi kwenye swala la viwanda na kujitegemea. Mapambano ya rushwa kwa Kapteni Ibrahim Traore hayajaisha bado. Alikata mishahara ya wanasiasa kwa 30%, akaongeza mishahara kwa watumishi wa umma wadogo wadogo kama walimu, maaskari, madaktari kwa 50%, lakini na yeye mwenyewe akaendelea kuchukua mshahara wa ukapteni na sio mshahara wa urais, akionyesha mfano kuwa naye yuko pamoja na wananchi wa Burkina Faso pamoja na wafanyakazi. Haya ndiyo yaliyomvutia rais wa Botswana Duma kuwa kama Kapteni Ibrahim Traore, na wengine pia vile vile wanaendelea kufuata.